Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 27, siku ya Jumatatu. Mada inasema mahali. Bwana Yesu ni kielelezo chetu chenye ukamilifu katika mambo yote, na ndivyo ilivyo tunapokuja katika ibada zetu binafsi. Injili kama ilivyoandikwa na Marko sura ya 1 aya 35 inatuambia nini kuhusu muda Yesu anaotumia na Mungu? Ingawa huu ni mstari mmoja tu, tunaweza kujifunza mengi sana kutokana na mfano wa Yesu. Muda mrefu kabla ya jua halijachomoza, aliondoka. Alijiondoa katika mkuku wa maisha ya kila siku na kuwa mahali pa upweke, pa utulivu, ili aweze kuwa pamoja na Baba yake. Je, unaweza kuwazia mazingira haya? Yesu akiwa ameketi kando ya bahari ya Galilaya au kando ya kilima, akiomba na kuzungumza na Baba yake kabla ulimwengu unaomzunguka haujaamka. Ingawa mstari huu unaelezea jinsi Yesu alivyojitoa kwa moyo katika maombi, tunaona wazi kwamba hili lilikuwa suala la kipaumbele kwake. Bila shaka wakati huu ndio uliompatia nguvu za kukabiliana na yote aliyovumilia. Ikiwa Yesu alihitaji hili ili kuianza kila siku, je, sisi tutafanya zaidi kiasi gani? Mungu anatuambia, nitafuteni uso wangu, na anatumai jibu letu litakuwa, Bwana, uso wako nitautafuta. Zaburi ya 27 aya 8. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16-11 inasema nini kuhusu jinsi tunavyopaswa kutafuta uso wake? Je, una mahali unapoweza kwenda kila asubuhi ili kuwa na Mungu? Labda unaweza kupata kiti karibu na dirisha, mahali penye utulivu nje, au hata meza ya jikoni ambapo unaweza kuja kila siku kuketi miguuni pa Yesu ili kujifunza toka katika neno la Mungu. Kuketi miguuni pa Yesu ndipo mahali bora zaidi pa kuwepo. Luka 10 aya 39 hadi 42. Kwa kutengeneza mazoea ya kila siku ya kwenda mahali fulani ili kuwa na muda na Mungu, utakuwa na uwezekano mkubwa wa kurudi hapo kila siku. Usivunjike moyo utakaposhindwa kuwa pale siku moja, kwa sababu dharura hutokea na huenda usiweze kutumia muda na Mungu. Lakini jitahidi kuto kuruhusu siku, majuma au miezi mingi kupita bila kutumia wakati pamoja na Mungu. Kumbuka kwamba kuwa na uhusiano wa kudumu na Mungu ni uamuzi wa kila siku ambao unaweza kuanza tena leo ukiamua. Katika juma lililopita, umetumia muda kiasi gani katika maombi na usomaji wa Biblia? Je, jibu lako linakuambia nini kuhusu mabadiliko ambayo huenda unalazimika kufanya katika vipaumbele vyako? Hii ni Jumatatu, Aprili 27, mada ikisema mahali. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema sana.